Mambo vipi Tanzania, habari Zanzibar. Mimi naitwa Yusef bana, na leo kwenye Yusef Tour tunaenda kutembelea moja ya visiwa bora maarufu na mashuhuri vilivyopo visiwani Zanzibar. Naposema Zanzibar ni muunganiko wa visiwa vidogo tofauti, right? Kimoja wapo ni Prison Island, na huku bana wageni wakazi wanapenda sana kutembelea kwa sababu kuna historia kujifunza, kuna mambo mengi sana ya kuona. Moja wapo ni wale makobe wakubwa kutoka visiwa vya Shelisheli ama Seychelles, right? So leo hapa Yusef nitaenda kukujuza kwa namna moja ama nyingine historia ya Prison Island, ambapo tutakuwa tuna guide wetu yule Abdul Hamid, guide francophone. Lakini usisahau kusubscribe, comment, like na kushare ili uweze kuwa wa kwanza kupata updates za vipindi vyetu mbalimbali vinavyoendelea hapa Yusef TV. Au sio bana? Nyuma ya kamera yuko mtaalamu wangu anaitwa Mula, akishirikiana na watu wangu wa media production ama Yusef Group, kina Khairat Kanala, Abdul Wahid na wengine wengi. Lakini pia tusimsahau sound system anaitwa Harub Mahsen, ambaye yeye ameweza kufanikisha dubwana hili kuwa libonge la dubwana, au sio bwana? Yes, here we go brother. Tutoka hapa tutaenda, nadhani utafaidika kwa namna moja ama nyingine. Lakini huko tukifika, mic hii nitamkabidhi mwenyewe guide francophone atuelezee kwa namna moja ama nyingine bana. Natumai unaenjoy, unatufuatilia. Usisahau kusubscribe hapa, comment, like ili uweze kuwa kwanza kupata updates zinazoendelea ndani ya Yusef TV. Au sio bana? Bye bye. Mambo vipi Tanzania, habari Zanzibar. Karibu mtazamaji wa Yusef TV. Kwa now tumepata wasaa wa kukaa na our guide francophone ambaye atatuelezea historia kwa ufupi kabisa ya Prison Island. Kwa nini hadi leo hii tunakiita Prison Island? Kwa nini kuna makobe kama wale ambao tumewashuhudia? Na namna kama hivyo, natumai tutafaidika kwa namna moja ama nyingine, au sio bana? Yes. Bana Abdul Hamid, mambo vipi? Poa kama kawaida. Kama kawa naona ile hai nini? Ndio hivyo mwanangu, kawaida. Au sio? Okay. Kulingana na masuala mazima ya utalii hususan katika kitega uchumi nowadays, manake tunasema kwamba utajiri wa Zanzibar unategemea pia kwenye masuala mazima ya utalii, si ndio? Yeah, utajiri wa Zanzibar unategemea sana katika masuala ya utalii, kwa sababu Zanzibar imekuwa inasifika sana sasa hivi kwamba ni destination nzuri katika Afrika na kwa dunia kwa ujumla. Kama tukiangalia March ilikuwa ni destination ambayo ni namba 3 bora katika destination ya dunia. Okay. Na sasa beach ya Kendwa imetokea kwamba ni destination bora kwa Afrika nzima. Kwa hiyo tunaona pia kuna ndege tofauti zinaamua kufanya destination yao hapa Tanzania na Zanzibar kwa ujumla. Kwa hiyo tunaona faida za utalii Zanzibar na jinsi unavyokuwa. Okay, perfect. Yes, tusirefushe mambo Abdul Hamid, hebu tupe kidogo kwa ufupi kabisa historia ya Prison Island. Kwa nini imeitwa hivi? Nadhani tutafaidika. Okay. Hata kukamatia usijali, we ni our guest
of today brother? Tunapozungumzia Prison Island, kama kawaida yetu tunazungumza kwa lugha mbili na tunaanza na Kifaransa. OK, normalement quand on parle de Prison Island, quand on a parlé Prison Island, ici à Zanzibar, il y avait les Portugais et les Arabes. Donc les Portugais et les Arabes, ils ont fait le commerce des esclaves ici à Zanzibar. Donc il y avait les esclaves qui ont essayé d'échapper là dans la cellule, dans la ville, là, parce que là dans la ville il y a des cellules là. Donc il y avait les esclaves qui avaient essayé d'échapper là dans la cellule. Donc les esclavagistes, ils ont décidé de les mettre, les esclaves, dans la meilleure place où ils ne pouvaient pas échapper. Donc ils ont décidé de les mettre ici dans l'île de prison. Et pourquoi l'île de prison? Parce qu'il y avait les missions anglais qui ont essayé de construire une vraie prison comme on a vu là, mais c'était jamais utilisé comme prison. Pourquoi c'était jamais utilisé comme prison? Parce que dans ce moment fini de cette prison, c'était le moment où ici à Zanzibar, il y avait les maladies de fièvre, jeûne, malaria et les autres. Donc là, dans la ville, c'était juste pour les royales familles et pour les riches. Et là, c'était juste pour les commerces. Donc comme ça, c'était dur de les mettre, les esclaves, vers là. Donc ils ont décidé de les mettre ici. Et ici, c'était, comme je vous ai dit, c'était utilisé comme c'était jamais utilisé comme Prison Island, c'était utilisé comme un quarantaine, parce qu'il y avait les maladies, comme je vous ai dit, malaria, fièvre, jeûne et les autres. Donc cette place était utilisée comme quarantaine. Comme en 2020, il y avait Corona, donc les gens ils ont utilisé différentes places pour la quarantaine. Donc ici c'était utilisé comme la quarantaine. Mais aussi il y avait après ça, c'était le moment où le malade c'était fini, donc les esclaves étaient déjà abolis. Donc il y avait le 3e sultan de Zanzibar, c'était le moment du 3e sultan de Zanzibar. Donc lui, il y avait un ami qui était aussi chez là, donc il a donné lui les tortues. Donc cette tortue, c'est là où on a maintenant. Maintenant, on a plus de tortues. Mais à l'époque, c'était juste les 4 tortues. Et c'était comme le cadeau pour le sultan, parce que le sultan, il avait une amie, comme je vous ai dit. Donc cette tortue, c'était les filles et les hommes. Et maintenant, ils ont fait des bébés. Maintenant, on a plus. Et cette tortue, il y a les différences entre les deux, parce qu'ici à Zanzibar, on a 2 types de tortues. Tortues marines et tortues de terre. Ici, à Prison Island, on a des tortues de terre. Et des tortues de terre, ils sont 2 types de eux. Il y a les filles et les hommes. Les filles, ils ont des bosses sur la carapace. Et les filles, ils n'ont pas ils ont pas des bosses, ils ont normal. Et normalement, les tortues peuvent vivre 200 ans. Ils peuvent vivre 200 ans. Aussi, ils peuvent émettre 20 œufs pendant 3 mois. Et comme ça, ils mangent les épinards et des cabbages comme ça et les autres fruits, comme des pastèques et les autres. Merci en fait. Sijatapo kama nimefahamu kitu mtazamaji wetu. Anyway, wacha tusikilize kwa lugha ya Kiswahili haraka ili tuweze kuendelea na mambo mengine. Naposema Prison Island ni kisiwa ambacho kilitumika na Waportuguese na Waarabu, kwa sababu Waportuguese na Waarabu ndio watu ambao walifanya biashara ya utumwa hapa Zanzibar. Na biashara hii ilihalalishwa na Waarabu, na kwa hiyo walikuwa wakishawateka wale watumwa na kuwachukua kutoka maeneo yote ya Afrika mpaka Dar es Salaam mpaka Zanzibar, walikuwa wanapeleka Mkunazini. Lakini watumwa walikuwa wanajaribu kutoroka katika maeneo tofauti ya Mkunazini. Kwa hiyo walitumia njia nyingine ambayo itaweza kuwafaidisha wao ili wasiweze kutoroka, wale watumwa wasiweze kutoroka. Kwa hiyo walikuwa wanaletwa katika kisiwa, lakini katika kisiwa hichi hakuna jengo lolote ambalo zamani lilikuwa linaashiria kama ni prison au ni mahabusu au ni sehemu ya kuwafungia watu. Lakini walikuja kutokezea wamishionari wa Kiingereza ambao waliamua kutengeneza prison. Lakini wakati hiyo wanatengeneza hiyo prison, Zanzibar ilikuja kutokeza maradhi kama vile malaria, homa ya manjano na maradhi mengine. Na kule katika mji Mkongwe ilikuwa ni sehemu ya matajiri, biashara na royal families. Kwa hiyo waliamua kuwaleta huku na wale wagonjwa ili iwe ni sehemu kama ya quarantine. Kwa hiyo tunaposema quarantine, ile sehemu ambayo wanahifadhiwa wagonjwa. Kwa sehemu hii prison ilipomaliza kutengenezwa lilitumika kama quarantine. Kwa hiyo baada ya maradhi kumaliza, kwa hiyo alikuwa ni wakati wa sultani wa 3 ambaye ni Monsieur Baragash, ambaye ni Sultan Baragash, ambaye ni mtoto wa 3 wa sultan. Na mtoto huyu alikuwa na rafiki yake ambaye anatoka Seychelles, ambaye alimpa hawa makobe ambao tuliwaona. Na makobe hawa wapo design mbili hapa Zanzibar. Tuna wale ambao tunaoita kasa na tuna makobe. Na makobe wako wanawake na wanaume. Na tofauti yao ni hii, makobe wa kike wanakuwa wako flat pale, yani wana ule mgongo lakini wako flat. Lakini wale wa kiume wanakuwa kama matunungu fulani hivi. Na halafu kobe wanaweza kuishi kwa muda wa miaka 200, yani 200 na kujia chini, yani ndio muda ambao wanaweza kuishi. Lakini pia wanaweza kutaga mayai mpaka 20 kwa muda wa miezi 3 na kuendelea. Kwa hiyo
na pia humu katika Prison Island tunaweza tukaona wale tausi, lakini pia ukibahatika kuranda unaweza ukaona wale vidigidigi tunawaita na vidude vingine. Na hii ni sehemu ambayo tunatumia kwa watalii sasa hivi. Kama tunavyoona tuna watalii tofauti tofauti na mambo mengine tofauti tofauti. Shukran sana kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami Abdulhamid na Yusef. Mtazamaji wa Yusef TV, nilikuwa nadhani tumeshuhudia na tumejifunza mengi kabisa kuhusiana na Prison Island. Yes, lakini tu mimi nimenongonezwa hapa niwaambie kwamba the reason why it is called Prison Island ni kwa sababu watumwa kipindi hicho walipokuwa kule, wale walikuwa wanafanywa wamewekwa katika zile selul, wanafanywa hivi na hivyo wamepelekwa katika mashamba wakalime. Kwa hiyo wale wote ambao walikamatwa na wakatry ku escape kule, kwa hiyo ukikamatwa ndio ulikuwa unaletwa katika hichi kisiwa ambapo awali hakukuwa na any kind of buildings here, maana yake ilikuwa ni just an island, right? Ndio maana ikawa. Kwa hiyo wakati walipofika hapa, wale watumwa wakishaiko hapa kuwa kuna buildings aina yote zile, kwa hiyo kitendo cha wao kuwekwa hapa na hawakuwa wakujua, kwa kile kitendo na hawakuwa wakijua kuogelea, kwa kitendo cha wao kutojua kuogelea ilikuwa ni punishment kwa wao. That is why it was the main reason why it is called Prison Island. Nadhani mtazamaji wetu umejifunza vya kutosha kabisa kuhusiana na Yusef Tour katika sehemu moja ambayo ni maarufu kabisa Prison Island. Tumeweza kuona Makobe, pia tumeweza kumuona tunamhitaji tausi, right? Hivyo hatukuwa na la zaidi. Mtazamaji wetu ulikuwa nami Yusef as a host, lakini pia tulikuwa tuna guest ambaye ni Abdulhamid Guide Francophone, lakini nyuma kamera wako watu wangu wa Yusef Group ama Media Production, kina Mula, Abdulwahid, kina Khairat Kanal, lakini pia tusimsahau sound system ambaye ni Harub Masen ambaye ameweza kufanikisha tukio letu hili liweze kutake place, si ndio? Usisahau kusubscribe hapa pembeni, comment, like na share ili kesho tuweze kujua kwamba mtazamaji wetu wanataka tuweze kutembelea sehemu gani. Lakini next chapter itakuwa tena Stone Town ambapo ni slave market, soko la Darajani, lakini pia kuweza kuona Zanzibar do, au sivyo bana? Tukutane siku nyingine. Bye bye.